بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. يقول الحق سبحانه جل جلاله وهو أصدق القائلين، وقوله الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. anaambiwa Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam kwamba uingize mkono wako katika mfuko wako wa kanzu yako, utatoka hali ya kuwa mweupe wenye kung'ara, min ghairi su'in, pasi na maradhi yoyote. Katika aya 9 ambazo tumekupeleka nazo kuwa ni sababu, baada ya kuziona aya 9 hizo au miujiza 9, ishara 9. Katika ishara 9, miujiza 9 ambayo Nabiullahi Musa amepeleka kwa Firauni kuonyesha miujiza 9. Firauni na watu wake wao walikuwa ni watu mafasik, yaani watu wenye kupetuka mpaka katika maasi. Kuna ishara ya kuambiwa Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam juu ya miujiza aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ishara 9 za kumuonyesha kwamba yeye ni mtume wa Mungu. Moja ni hii ya kugeuka mkono kuwa mweupe, akiutia katika kanzu, akiutoa unakuwa mweupe, unang'ara, unawashangaza wale wenye kuona. Anaambia usiogope chochote, wewe uingize mkono wako katika mfuko wako wa kanzu, utatoka hali ya kuwa mweupe wenye kung'ara, in ghairi su'in, pasi na maradhi yote. Su hapo maana yake maradhi, yaani ule weupe sio asili yake ni maradhi kama vile mbalanga, kwamba umeutia mfukoni sasa hivi umepata matatizo, umekuwa na mbaranga. Sio mbalanga wala sio maradhi aina yoyote, usikia ni mng'aro tu ambao unasababisha mtu afinye macho baada ya kuona mng'aro ule, alama ya kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni katika jumla ya zile ishara 9 au miujiza 9 aliyopewa Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam. Huku nyuma kuliguswa habari ya fimbo, ulikuwa ni muujiza, na muujiza huu ni muujiza mwingine wa pili, na kuna na mengine kama vile muujiza mwingine ya kupelekwa wadudu ikawa na wanawakera wadudu wengi kwa wanawakera. Vyura hawawezekani hata kufanyika dawa ya namna gani. Vyura wapo tu, wapo kitandani, wapo majumbani, wapo katika vyakula, wapo katika maji yao, wapo katika sehemu wanayokaa, kuna ruka vyura, mara wapo kichwani, mara wapo wapi, wanakera tu. Yote katika kuonesha miujiza ya Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam. Na muujiza mwingine mkubwa ni ule wa kupasua bahari. Piga fimbo yake katika bahari, kisha ukapasuka, akapita Nabiullahi
Musa na watu wake. Na Firauni baada ya kuona kama hoja ni kupita tu, hata sisi tunaweza tukavuka, si inaonekana kabisa alama ya kwamba hapa mahala ni pakavu. Walipoingia wale Firauni na watu wake, bahari ikajiziba nyuma, hawawezi kurudi tena nyuma. Nabii Musa akapasua akavuka. Yeye anataka kufika karibu ya kutaka kuvuka katikati ya bahari ikajifunga tena kule mbele, maji akakutana ya nyuma na ya mbele, akaangamia. Lakini yeye Mwenyezi Mungu akamwapiza kwa al-yawma nunajjika bibadanik, leo tutakuokoa wewe, hutaoza wewe na kiwiliwili chako, hutaliwa na maji, wala utakuwa ni mwili ambao ni mzima, utakao kuja kuonekana huko baadaye. Iwe ni aya, ni alama ya kwamba wewe ulikuwa ni mtu kafir na mtu ambaye ulikuwa unamkataa Nabii Musa alayhi salatu wasalam. Kama nilivyosema mwanzo wa sura, wakati tumekianza kisa cha Nabii Musa alayhi salatu wasalam, kwamba taratibu ya Qur'ani kila ikizungumzwa kisa hakimaliziki kwa ile aya moja, ni aya mbalimbali kutoka katika sura mbalimbali, ukizikusanya sasa ndio unapata kisa kimoja. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hiyo muujiza, wewe ni mursalan biha, ni mwenye kupelekwa na hiyo miujiza 9 wapelekea watu wako, ili wajue kama wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama unavyoelewa, muujiza ni jambo lenye kukhalifu ada, ambalo linatoka katika mikono wa mtume miongoni mwa mitume, ili kutaka kumfanya yule mtume aweze kuaminika kwa wale watu wake. Linawashinda watu kuleta mfano wake, haiwezekani. Maana yake hata kuwa na wachawi wa namna gani haiwi kama vile, kama ulivyoona kule kwamba Nabii Musa aliwaambia wale wachawi, alipoambiwa na Mungu tupa fimbo yako. Katika aya nyingine Firauni alipokusanya wale wachawi, kisha akamwambia haya Musa tupa fimbo yako, akamwambia haya onyesha nani miujiza yako. Alikuwa hawaiti muujiza, wanaita uchawi. Akasema anzeni nyinyi. Wakaanza wachawi wake kurusha majoka na nini hivi na ghasia. Na wanasema wanazuoni wa tarehe kwamba haitotokea katika ulimwengu zama za wachawi kama zama za Firauni, haitotokea. Kama vile ambavyo haitotokea mambo ya tiba kama wakati wa Nabii Isa alayhi salatu wasalam. Nabii Musa alipotupa fimbo yake ikageuka kuwa ni nyoka mkubwa, mpaka yeye mwenyewe akahofu akakimbia, akaambiwa usikimbie. Lakini yule nyoka akawa anakuja na wadonoa wale nyoka wa wachawi wa Firauni, mmoja baada ya mwingine, kila kimgonga na meza, mpaka wakamalizika wote wale nyoka wa kichawi, wakamalizwa na muujiza tu ambao Mwenyezi Mungu amempa Nabii Musa kupitia fimbo. Sasa naambiwa katika jumla ya miujiza 9, mmoja ni huu wa kutia mkono katika mfuko wa kanzu, kisha ukatoka bope kwenye kung'ara pasi na maradhi. Maanake haukuwa ni mweupe kwa sababu ya maradhi, ni kwa sababu ya kuonyesha muujiza tu, unang'ara, unaumiza macho kama unatazama ile nuru yake. Innahum kanu qauman fasiqin, ikawa walikuwa ni watu mafasiki. Fasiki ni zaidi ya asi. Fasiki na asi, fasiki ni zaidi. Ni fasiki mtu aliyofanya jambo la maasi kwa kupetuka mpaka kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo hawa walipetuka mpaka katika kumpinga Nabii Musa alayhi salatu wasalam kwa kiwango cha juu sana, na Firauni alifanya hivyo kwa kiwango cha juu sana. Mara ya kwanza Nabii Musa alayhi salatu wasalam alipokuwa wanawalingania wana wa Israeli, akakasirika Firauni sana kwa sababu Firauni amemlea Nabii Musa alayhi salatu wasalam nyumbani kwake. Kisha akaja akatokea na mambo aliyokuwa na hofu na ambayo katabiriwa na yule Firauni na watu huko nyuma, kwamba atakuja kutokea mtoto wa kiume mmoja, huyu ndio kwisha kwa ufalme wako.
na ndio akachukua jukumu la kwamba kila mtoto anayezaliwa wa kiume auliwe mara moja. Sitaki kunyang'anywa ufalme wangu. Lakini pamezaliwa katika nyumba ile, kazaliwa mtoto kaokotwa huko katika sanduku. Historia yake ndefu kidogo, mpaka kaja kapatikana katika nyumba ya Firauni, akaishi mle. Lakini Mwenyezi Mungu akafanya hikma, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kufanya hikma. Mtoto ikawa hawezi kunyonya wala hawezi kukubali kitu chochote. Kisha mashauri ikaonekana atafute mtu atakayemlea. Habari ndefu, lakini baadaye alikuja akaitwa mama yake, akaambiwa huyo tumjaribu huyo mama naye kama ataweza kumlea huyo. Alipochukuliwa mama yake Musa kujaribiwa ziwa lile, akalirukia haraka, akawa ananyonya, na nikamwambia huyu anaweza kumlea, lakini hawezi kukaa hapa kwa sababu ana mumewe, hawezi kuishi hapa, lazima aishi kwa mumewe. Basi naamlee huyo mtoto huko huko. Mwenyezi Mungu asema tukamrudisha Nabiullahi Musa kwa mama yake kwa kutumia hila ya namna hiyo. Kwa hiyo Firaun akawaambia watu wake baadaye, alipokuja kulinganiwa Nabii Musa ili waweze kumwamini Mungu mmoja, Bwana wa viumbe, hivi nyinyi mna bwana mwingine zaidi yangu mimi hapa? Mimi sijapata kumjua Mungu mwingine zaidi yangu mimi katika jangwa hili lote, katika eneo hili lote, mimi ndio Mungu mwenyewe. Anawatangazia watu wake kwamba yeye ndio Mungu mwenyewe. Kisha ikapita miaka 40, Mwenyezi Mungu alivyokuwa na subira na ustahimilivu, miaka 40. Baada ya miaka 40 akaja akasema tena neno jingine Firauni kuambia watu wake, ana rabbukum al-a'la, ana rabbukum al-a'la, mimi ndio Mungu wenu mkubwa, hakuna Mungu tena zaidi yangu mimi ndio Mungu wenu mkubwa. Neno lile la mwanzo na hili la pili, Mwenyezi Mungu akakasirika, akamwadhibu Firauni. Wao walikuwa ni fasiki, yeye na watu wake. Lakini baada ya zile fimbo ile fimbo Nabiullahi Musa, ambao ni muujiza mkubwa sana ulioweza kula uchawi wote wa wachawi magungi kabisa wa Firauni, mpaka akasema amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun, wakaslimu wale. Kumbe watu wote mmeshindwa uchawi wenu na huyu, na miamini katika mji hapa na nini, nchi nzima tunajua kwamba wewe ndio wachawi wa sawa sawa, mashindwa na huyu bwana. Anashangaa kwamba wachawi inakuaje? Muujiza wa Mwenyezi Mungu hawezi kushindwa na uchawi wa mtu. Haiwezekani kushindwa na uchawi wa mtu. Katika wachawi kuna mambo mengi watu wachawi wanafanya. Wanachukua vitu vingi alivyoviumba Mungu afu wanatengenezea uchawi wao. Lakini upo uchawi. Sio kama uchawi haupo, upo na unafanya kazi. Ukikataa kama uchawi haupo unakuwa kafiri. Kwa sababu Mwenyezi Mungu amethibitisha katika Qur'ani, saharu wa ayunan nas wastrahabuhum waja'u bisihrin adhim. Naelezea habari za Nabiullahi Musa, wakaleta uchawi mkubwa, waja'u bisihrin adhim. Uchawi huko aina mbalimbali, unapishana uwezo, lakini haki ikidhihiri basi ule uchawi ufanyika. Fa waqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Shathibiti tu haki, yale waliokuwa wakiyafanya yote ya kichawi yanabatilika. Falamma ja'atuhum ayatuna mubsira, wakati zilipowajilia wao ishara zetu zenye kutoa mwanga zilizo wazi, qalu hadha sihrun mubin, huu ni uchawi. Wakasema huu ni uchawi ule wazi wazi. Wajahadu biha, na wakaukanusha au wakazikanusha. Wastaiqanatha anfusuhum, lakini nafsi zao ziliyakinisha kwamba hii inatoka kwa Mungu kweli, lakini nafsi tu kwa sababu ya ubishi
wakakanusha tu katika midomo yao, lakini katika nyoyo zao walikuwa wanayakinisha kwamba hili ni jambo la kweli. Kama vile iko hiyo hali mpaka leo, mtu anaona kwamba jambo fulani ni la kweli, lakini anabisha tu, lakini kwenye moyo anathibitisha kwamba hili jambo ni la kweli. Dhulman wa uluwan, kwa kiburi tu, yani kwa dhulma na kwa kiburi, kuifanyia kiburi imani ule kumwamini Nabiullahi Musa. Fandhur, basi tazama ewe Muhammad, kaifa kana aqibatu almufsidin, namna gani yalikuwa matokeo ya wenye kufanya uharibifu. Matokeo yao yalikuwaje? Mwisho wao ulikuwaje? Walipatwa na nini? Mwenyezi Mungu aliwaangamiza wote, Firaun na watu wake wote wakaangamia. Basi Muhammad, tazama mwisho wake upate mazingatio. Na maneno anaambiwa Muhammad, khitab, msemo unamwelekea mtume, lakini tunafundishwa sote kwamba tuangalie watu wako nyuma kwa ubishi wao, viburi walivyofanya, mwisho ulikuwaje? Kama ilikuwa mwisho ni kuangamia, basi kila jambo linalohusu Mungu tuliloamrisha ukilikataa wewe, basi mwisho wake unakuwa mbaya. Ni sawa sawa na hawa watu wa Firaun pamoja na yeye mwenyewe Firaun. Anaambiwa tazama vipi yalikuwa matokeo ya wenye kufanya uharibifu, yaani mwisho wao ulikuwa mwisho gani? Waligharikishwa asema bilighraqi ala alwajhi alha'il alladhi huwa ibratun lilalamin, kwa kuwagharikisha juu ya njia yenye kutisha. Ala alwajhi alha'il, juu ya njia yenye kutisha kabisa, yani maangamivu kwa kugharikishwa katika ile bahari kwa mfumo wenye kutisha kabisa. Ala alwajhi alha'il alladhi, ambao huwa ibratun lilalamin, ni mazingatio kwa walimwengu. Yani ukisoma habari ya Nabiullahi Musa na kuangamizwa kwao, inakuwa ni mazingatio kwa walimwengu. Unazingatia kwamba hapa hapana kufanywa mchezo. Mwenyezi Mungu akiamrisha jambo inatakiwa kutii. Walaqad atayna Dauda Suleimana, ilma, na wallahi hakika tulimpa Daudi na Suleiman elimu, ay bilqadai baina nnas, kwa kuhukumu kati ya watu. Mambo ya ukadhi haya walionao wakina konseli hawa mapa kazi hiyo. Hii ni kazi ya Nabiullahi Daud alayhi assalatu wassalam, bilqadai baina nnas. Walikuwa na ilmu ya kujua na kufanya kazi ya kuhukumu kati ya watu. Waqala, na wakasema wote wawili, Nabiullahi Daudi na mwanawe Suleiman, shukran lillah, kwa sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupewa elimu hiyo ya kuweza kuhukumu kati ya watu, kuendesha mambo ya kiutawala, lakini kufundishwa matamshi ya wanyama, ndege na watu wengine. Wanazuoni wengine hapa wanasema sio ndege tu na watu wengine, mpaka mimea, miti ilikuwa anaweza kuzungumza nayo na ikasema.
Nabiullahi Suleiman alifanya namna hiyo. Sasa watu wote Nabiullahi Suleiman na Daud na mwanawe Suleimani wakasema, alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathiri min ibadihi almu'minin, sifa njema za Mwenyezi Mungu ambaye ametufanya bora sisi, ametufadhilisha sisi, bin nubuwati wa taskhiri aljinni wal insi washayatin, kwa utume, malaki baba mtume, mtoto mtume, na kwa kudhalilishiwa majini na watu. Alikuwa akiweza kuwatumikisha majini kwa ujenzi, kilimo, wanamlimia, wanajenga, wanafanya kazi na watu wa shayatin na mashaitani wote hao walikuwa chini ya amri yake, na kuamrisha upepo ukaweza kumchukua. Alikuwa anatembea juu ya anga. Haya masala ya kupanda ndege ikawa uko juu ya anga kwa sasa, masala haya kwa ni mageni bwana, kwa Muislamu sio mageni, kwa sababu Muislamu yote anajua kwamba Nabiullahi Suleiman kwa mujibu wa Qur'an alikuwa akitembea katika anga kutumia upepo tu, na alikuwa na kundi kubwa ambalo linamsindikiza. Alikuwa na kundi kubwa, alikuwa kuna baadhi ya mitume walikuwa katika zama zake, kuna manabii walikuwa katika zama zake, kulikuwa na watu wema, kulikuwa na majini, kulikuwa na mashaitani. Yani msafara wake ukipita ni msafara mzito, sio msafara wa mchezo mchezo. Ndio maana mbele utaona yeye Baita Suratul Naml, tutakufuta kisa cha Naml tatueleza, ambaye kiasi ya maili 3 walisikia shindo la msafara wa Nabiullahi Suleiman. Yule mfalme akawaambia wenzake, ingieni katika mashimo yenu, tutafika, usimalize utamu. Leo watu wanapanda jeti mpaka mambo makubwa sasa hivi yako, lakini asili leo tumeweza kutengeneza majahazi, si majahazi ya mwanzo kwa sababu ya kuiga majahazi ya mwanzo. Watu wa mwanzo walikuwa na majahazi yao, sisi tumekuza tu ile elimu mpaka kufikia katika teknolojia tulikuwa nayo. Basi kadhalika masala kupanda angani, ilikuwa kuaje mpaka amepanda angani? Yule anatembea mpaka nani sehemu zote. Hata alipokuwa anapita juu akafika maeneo ya Madina, akasema hapa pana mtume atakayeletwa katika akhiri zaman, jina lake Muhammad, ndio utastawi utawala wake hapa, na atafia hapa na atakuwa hapa. Alipofika kwa Makka, yuko juu kwa juu na genge kubwa la viumbe kama hao tuliwataja, akasema hapa ndio penye Al-Kaaba, na Al-Kaaba ndio iko katikati sasa na Al-Baitul Maamur kule mbinguni. Lao ulingeanguka jiwe Baitul Maamur ungeangukia pale kwenye Al-Kaaba. Al-Kaaba baada ya kupita Al-Kaaba ikalia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anapita Nabiullahi Suleiman, hashuki hata kidogo kuja ni kunizuru. Al-Kaaba inalia namna hiyo, anapita na genge kubwa kiasi kile, alafu haji kunizuru mimi. Vipi habari yake? Yesu Mungu akamwambia, akaiambia Al-Kaaba, hapo atakuja mja wangu kipenzi changu, mwandani wangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye ndio mwisho wa mitume yote, tamleta katika akhiri zaman, na atazaliwa hapo, ibada zake atafanya hapo, na kila kitu kitakuwa hapo. Kwa hiyo utazuriwa wewe na bora ya mitume wote. Ndio Al-Kaaba ikanyamaza, ikatulia. Wa waritha Suleimanu Daud, na Suleiman akamrithi baba yake Daud an-nubuwa, utume, lakini haina maana kule kurithi ule utume wa Nabiullahi Daud uliondoshwa, haina maana. Maana sisi leo ukirithi, si ameondoshewa yule anayerithiwa, lakini Nabiullahi Daud alayhi salatu wasalam ni mtume vile vile,
lakini amerithiwa ile hadhi aliyokuwa nayo Mtume Daudi, kwamba yeye ni mtume na mwanawe naye akapewa utume na akapewa na ufalme. Yani katika nafasi ile ambayo kaikalia baba yake, na yeye pia Mwenyezi Mungu amempa nafasi kama ile, akawa anaikalia. Wakala, na akasema, ya ayuha nnasu, yani wawaritha Suleimanu Daud. Tizameni kwenye Jalaleni hapo, Nabiullah Suleimani akamrithi Daud an-nubuwa, utume. Maana na yeye akaja akakalia nafasi ile ile. Haina maana kwamba alimnyang'anya, alivuliwa Nabiullah Daudi utume ndio ule utume akapewa Suleimani. Ni kuonyeshwa tu kwamba Nabiullah Suleimani na yeye pia alikaa katika makamu yale yale aliyokuwa nayo baba yake ya utume. Kwa hiyo akarithi hilo la utume na yeye akawa mtume, lakini wal ilm, na ilmu, akarithi an-nubuwata wal ilmu, utume na ilmu, duna baki ya auladi, kinyume cha baki ya watoto wake, kinyume cha baki ya watoto wake. Mtoto wake huyu mmoja ndio aliyebahatika kupata sharafu hiyo na utukufu huo. Wakala, akasema, ya ayuha nnasu, enyi watu nyinyi, ulimna mantiqa at-tayr, tumefundishwa sisi matamshi ya ndege, yani kufahamu sauti za ndege na nini wanachokisema, tumefundishwa. Alikuwa anajua kwa kiki ya ndege hapa, kama ni ndege yoyote, iwe kurumbwiza, iwe chole, iwe nani, akisema anajua kwa wakati ule yule ndege anasema kitu gani. Nimetokea mara kadhaa wa utina min kulli shay'in, na tumepewa kila kitu ambacho wanapewa mitume na manabii na wafalme, na sisi tumepewa. Wa utina min kulli shay'in, tumepewa kila kitu. Tuutahu al-anbiya wal muluk, tumepewa sisi kila kitu ambacho wanapewa manabii na wafalme, na sisi tumepewa pia. Inna hadha, hakika hili, la huwa al-fadlu al-mubin, ni fadhila iliyo ya wazi wazi, ni fadhila iliyo ya wazi wazi. Maneno anayasema ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema ya kupewa utume na ufalme. Anasema, katika kule kufundisha matamshi na kufahamu lugha na sauti za ndege na namna wanachokisema, sio kwamba ilikuwa ni ndege tu, bal kana zaru wan nabatu yukallimu, hata mimea ilikuwa ikimsemesha. Wayafahamu kalama, na alikuwa anafahamu maneno yake, alikuwa anafahamu kwamba anasema nini. Kuna watu wabishi jamaa, manake wewe unaishi na mtume na vitu vikubwa kama hivyo mnaviona wazi wazi, ukisema wewe sio mtume, mimi nasema afikia katika kiburi cha namna hiyo cha kumkatalia mtu ambao vitu ambavyo havikubaliki katika akili vinafanyika. Anakuja ndege anasema kitu gani, lakini anasema wewe anataka kuleta hana chote, ndege hana chote, ndege jisema kalialia tu njaa nini, meleka. Anasema
Asema mara moja asema anna Suleiman kana jalisan idh marra bihi ta'irun yatuf, Nabiullah Suleiman, ilikuja habari kwamba Nabiullah Suleiman alikuwa amekaa mara moja, ghafla akapita ndege anazunguka zunguka. Faqala lijulasai, akasema kuwaambia wale wa baraza wake. Faqala lijulasai, akasema kuwaambia wa baraza wake. Kawaambiaje? Atadruna ma yaqulu hadha at-ta'ir, majua akisemacho ndege huyu? Akasema hatujui. Asema innahu qala li, amenambia huyu ndege, assalamu alayka ayuha al-malik al-musallat wan-nabiyyu li bani Israil. Anamtolea salamu yeye, huyu ndege anamtolea mimi salamu, anamsalimia. Anashangaa wale wana Israeli. Mbele kuna maneno ataka Allahu al-karama, ile ndege amemwambia Mungu amekupa utukufu wewe, wa adharaka ala aduwik, na amekufanya kushinda juu ya maadui zako. Inni muntaliqun ila afrakhi, bas mimi nakuna zangu kwa vifaranga vyangu. Ile ndege anamwaga, mimi nda zangu bwana kwa vifaranga vyangu. Angalia habari. Mwenyezi Mungu amekupa karama, amekupa utukufu, na anakufanya wewe ushinde juu ya maadui zako. Basi mimi nda zangu kwa vifaranga vyangu. Ndege wanasema namna hiyo, anamwaga Nabiullah Suleiman. Kisha akamwambia thumma amurru bika thania, kisha nitakupitia mara ya pili. Mimi nda zangu kwa vifaranga vyangu, lakini kisha nitakupitia mara ya pili. Nabii Suleiman akawaambia jamaa zake, innahu sayarji'u ilayna thani, huyo ndege ataturejea, ataturudia hapa mara ya pili. Thumma raja, kisha akarejea kule yule ndege. Aliporejea akamsemesha Nabiullah Suleiman, akazungumza maneno yale, assalamu alayka ayuha al-malik al-musallat in shi'ta an ta'dhana li kayma aktasib ala afrakhi. Asema hata yashba'u thumma atik, asema ukitaka uniruhusu mimi nipate kwenda kuwachumia vifaranga vyangu, yani kuwatafutia riziki vifaranga vyangu mpaka nipate nguvu ya shibe. Thumma atika, kisha nitakujilia. Nikishafanya hivyo tayari wanangu wale vile vifaranga vyangu vimekushashiba. Fafa'al bi ma shi'ta, nifanyie utakacho, kwa sababu tayari watu wangu wamefanyaje? Wameshiba. Jalla jalalu. Nabiullah Suleiman akawa anaeleza wale wana wa Israeli habari ya maneno ya yule ndege. Kisha Nabii Suleiman akamruhusu, wewe nenda zako bwana, wewe nenda. Wewe nenda zako bwana, nimekuelewa, nenda.
Asema kisha akasema wa marra Suleimanu ala bulbul fawqa shajara. Nabii Suleiman akampitia kurumbwiza, ndege ya kurumbwiza. Ile alfajiri hivi anaimba na mwimbo mzuri sana, anaimba. Namjua yule? Yuko juu ya mti, yuharriku ra'sa, anatikisa kichwa chake yule ndege. Nabii Suleiman akawaambia jamaa zake, atadruna ma yaqulu albulbul, nyinyi mjua kurumbwiza asemacho? Jamaa akasema hapana, hatujui chochote. Akasema la ya nabii Allah, hapana ewe mtume wa Mungu. Akasema anasema akaltu nisfa tamra fa'ala dunya arrahim, nimekula nusu ya tende, basi ulimwengu tena ninautoka, nasafiri kuepuka ulimwengu tena. Ulimwengu sipati pa kukaa. Kurumbwiza anafasiriwa maneno yake na Nabii Suleiman alayhi salatu wasallam, kwamba ndege wakipita wanaimba humu. Wengine labda wanapita wasema nyinyi hamna lolote, hamna swala, hamna chochote, wauni tu. Sisi hatujui tu. Bali hamna swala, hamna chochote. Kazi yenu kuwaza mambo yenu tu ya Kariakoo na nini, hamna chochote. Wengine mnawaza kwenda kuwapiga watu mizinga, wengine mtafanyaje? Ndege. Sababu ni viumbe, ni ummamun amthalukum, ni umma mfano yenu, ni umma kama nyinyi. Yaani ukiona ndege ni umma ule kama sisi ni umma kama binadamu, na wale ndege ni umma. Wadudu ni umma mwingine, wadudu na wale wadudu katika namna nyingi ni umma, kwa wadudu wadogo, wadudu wakubwa, wadudu sampuli ya nyoka na mijusi na hivi na nini. Yesu ameumba vitu kwa ajabu sana, ukivijua lazima uswali sana. Wewe angalia yule nge, afu angalia joka kubwa hivi kama chatu au nondo, majoka makubwa, akigongwa na yule akrab nge anakufa yule nyoka mkubwa. Yule nyoka mkubwa sisi tunaogopa hapa, kumuona watu wote tukimbia, lakini akikutana na nge akigongwa anakufa yeye saa ile, hakuna kesho. Umamun amthalukum, unafanya kazi ya Mungu. Kuna wadudu uhesabu kwamba ni umma ule, una mambo yake, una shughuli zake, unaabudu, unamsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Historia hapa ni ndefu, tukifuata neno moja moja. Ndege waliona nao hapa na mimea, darasa itachukua masaa mengi, na darasa yetu ni masaa dakika 20 tu. Lakini alhasil ni kwamba Nabii Suleiman, Mwenyezi Mungu alimsakhirishia kila kitu, kama hivi kusema, na wanyama, wadudu, ndege, mpaka miti, kama anavyosema hapa juu mwanachuoni huyu Ahmad Usawi, kwamba mpaka mimea ilikuwa inamsemesha. Ilikuwa mimea inakuja inasema, mimi fulani, jina langu fulani, mimi nafaa kwa dawa fulani. Yeye anakuja, mimi ni fulani, mimi ni sumu, kiumbe chochote kijaribu kunila mimi anakufa hapo hapo. Iliwahi kumtokea Nabii Suleiman namna hiyo.
Sasa mti gani utakuwa ufai? Kitokea mtu hakujua afu akaula, itakuwa balaa bwana. Ung'oeni huu uondolewe kabisa, usipatikane mti kama huu tena duniani. Ule mti ukambishia ukamwambia hutaweza ya Rasulullah, nimekadiriwa niishi mpaka siku ya Kiyama. Ndio hii miti, ndio wanazuoni wengine wanazungumza hii miti ndio tukawa tunajulikana, hii mti kadha au hivi, huu mti una manufaa kadha, huu mti una manufaa kadha. Yote alizungumza nayo, ilikuwa inasema. Lakini sisi tukipita porini ndio jipitia tu, wala hatujui kitu chochote maskini. Lakini alimpitia ndege mmoja tunamuita kitwitwi. Ndege fulani tunamuita kitwitwi. Hasa kwa lugha yetu za kule pwani. Unamfahamu Sheikh nani? Kitwitwi. Ndege tunamuita kitwitwi bwana. Anapenda sana kwenye maji, tunatisha sana mkia hivi. Ndege mdogo hivi. Ndio titepe mjanja. Kigana kidogo karuka pale, karuka hivi. Nabii Suleimani akutana yule, kisha akasema maneno yake. Kisha Nabii Suleimani akawaambia watu wake, mnajua asemaje huyu? Akasema hapana, hatujui. Anasema lidu lilmaut wabnu lilkharab. Angalia maneno makali. Nyinyi zaeni tu, lakini mnazaa kwa ajili ya kifo. Jengeni, lakini mnajenga kwa ajili ya kubomoka. Hayo yote mnayoyajenga, majumba makubwa, maroshani, maghorofa na nini, ni kwa ajili ya kubomoka tu, maskini ya Mungu. Kwa mnajua hilo msingehangaika. Kwa sababu wewe mtu una miaka 70, una miaka 80, unajenga nyumba ya ghorofa. Sasa utaishi saa ngapi? Na wakati wenyewe wakati wa ofa tu, kama umepewa fadhila tu. Umeelewa kwa uzuri Lakini binadamu tena huwezi kuambia kitu. Na ukisema sana maneno ya mtu asiokuwa na kitu hapo. Sasa siku moja tena amekaa, kapita tausi. Ile tausi akalia, kama mnavyojua uzuri wake na sauti yake. Akamwambia, atadhuruna ma yaqul, mwajua asemacho huyu tausi? Akasema hapana, hatujui. Asema innahu yaqul kama tadinu tudan. Msemo tunajulikana sana kama tadinu tudan. Tausi akipita huyo akikuona hivi analia, anakuambia kama tadinu tudan. Hadai kama taamalu tujza. Sio tunachokifanya talipwa. Ndio maana akasema ina hadha ay almu'ta, haika hili tulilopewa, la huwa alfadlu almubin, ni fadhila iliyokuwa ya wazi kabisa ambayo ametufadhilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha namna gani ya kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa umepewa jambo, basi atakuwa ushukuru neema. Kuna neema ya uhai mbali, kuna neema ya afya mbali, kuna neema ya kipato mbali, kuna neema ya ilmu mbali. Atakuwa mshukuru Mwenyezi Mungu katika kila neema ya Mungu amekupa. Hata ukiamka asubuhi salama, basi neema hiyo. Ukiamka ukilala salama, ni neema Mwenyezi Mungu amekupa Subhanahu wa Ta'ala. Kuna neema za watoto, pata mtoto utakamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu wakati unapewa mtoto, kuna wengine hawajapata mtoto. Naeleweka uzuri
Kuna ndege mmoja hapa naona simwache, alimwambia Nabiiullah Suleimani wakati analialia, alafu wakauliza watu wake, vipi, mbona huyu analia sana na anaruka huku mara mti huu anadanda katika miti iliyo karibu na sisi, bwana tufanyia fujo? Amefanyia fujo, anasema istaghfirullah ya mal'un. Mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana anadanda kule, anasema anadanda huku, anasema kujiti yule, anasema kujiti yule. Mtakeni msamaha Mungu nyinyi wenye laana. Jalla jalalu. Kizani baada ya darasa hili hata ukimuona ndege na nini tupata wasiwasi kwamba kumbe hawa sio kwamba wanajililia tu, hawako huko. Yule ndege mmoja mkubwa anaruka sana juu. Anasema siku moja naye Nabiiullah Suleimani kamuona yule, anapiga zile mbawa zake na upepo unajikata sababu ana nguvu. Akauliza, akawaambia, mwajua asemaje? Sema hatujui. Huyo anasema kullu hayyin mayitun, wa kullu jadidin bal, kila aliye hai huyo ni mfu tu, na kila kipya kitachakaa tu, kila kipya kitachakaa. Unaeleweka? Na kila aliye hai anajiangaisha ni maiti tu huyo. Lakini mtu atakana mwenzake anambinulia midomo, anajiona yeye bora na nini. Bora unapata wapi bwana? Kullu hayyin mayitun wa kullu jadidin bal, kila aliye hai bwana huyo ni mfu, atakufa tu, ni maiti huyo, na kila kilicho kipya kitachakaa tu. Haiweje? Katika sharh ya tarikhi Dimashq nimeona maneno mle. Mtu mmoja alimuona mzee mmoja aliishi na mwenzake, mzee mwenzake kwa muda mrefu. Ule mwenzake alikuwa na umri mkubwa kidogo, akachakaa sana, mashavu haya yameingia ndani, naweza kuweka maji akakaa. Amekongoroka meno, macho yameingia ndani kama mtu aliyekosa chakula kwa siku nyingi. Akamshika mtoto wake, kaenda kumsalimu jamaa yake. Kufika yule mtoto akaanza kucheka, baba vipi, unakulisha sinema nini? Huyu mtu pole yuko namna hii, achakaa hivi, macho yameingia ndani, mdomo umeingia ndani, kila kitu kimeharibika namna hii. Huyo mtoto ana mbavu, anaanguka kwa kucheka. Yule mzee akamtazama akasema, huna siku nyingi utakuwa kama mimi. Si unakuja safari, wewe bado uko safarini. Wewe uko safarini, utakuwa kama mimi tu. Mimi nilikuwa kama wewe. Saa nyingine mimi nilikuwa zaidi kuliko wewe. Lakini utafika mahala na wewe utakuwa kama mimi au utakuwa zaidi ya mimi. Haya ndio mambo yapo. Kwa hiyo ni vitu vya kuangalia sana, nataka uishi vizuri katika ulimwengu. Siishi na mambo ya ovyo ovyo, usipende kuchokozana na watu, usipende kucheka watu, usipende kuudhi watu, usipende kuchonganisha watu. Kama yule mtu mmoja ambaye alimuudhi Abdullah ibn Mas'ud, sahaba mmoja mkubwa, Abdullah ibn Mas'ud, katika watu waliopokea hadithi nyingi. Akaenda akamwambia, bwana wewe mbona kila siku unaniudhi bwana? Basi utanifanya nini bwana? Wewe unaona chochote bwana? Kama ni mambo yatoka mtume, kwanza mimi nilikwambia na mtume kabla yako wewe. Basi Abdullah ibn Mas'ud kwa hasira akamwapiza, kwamba Mwenyezi Mungu huyo usimuue haraka mpaka afikie mahala achekwe na yeye na audhiwe. Basi Mwenyezi Mungu kweli maneno ya kuapizwa na Abdullah ibn Mas'ud akamshika. Na watu wengi wanawacheka wenzao, alafu watu wanawapiza, alafu wao hawajui kama wameapiza. Ni yule mtu ananungunika huko anakwenda barabara, inshallah mwache tu bwana, Mwenyezi Mungu atajua anachokufanya. Basi yule bwana akaishi kwa miaka mingi mpaka hizi nani zote hizi zikawa zimelegea.
macho haya, nyama za macho zote zimeteremka chini, zote zimeteremka chini, hizi njewe zimeteremka chini, nyusi zimekuwa ndefu. Watu wakipita, watoto wacheka, kijizee kimekaa kando kando ya barabara, watu wacheka, njoni muangalie. Anakuwa kama sinema jinsi alivyoharibikiwa, lakini alikuwa akijitambua. Inajitambua ibadilika cha mazoea yeye alikuwa nayo. Wakifuata watu ambao mimi niliapizwa na Abdallah bin Mas'ud, ndio maana unakuta niko katika hali kama hii. Anazungumza mwenyewe, nimeapizwa mimi, nilikuwa nikimbishia, ilikuwa nikimfanyia kaidi, kufanya kiburi, nikimcheka akaniapiza. Ndio haya ndio nikuta. Hayo ni mambo ambayo yanatakiwa sisi lazima tuyarekebishe na tukae kwa wema, tuwe kama hawa ndege walivyokuwa wanaonyesha kwa Nabii Suleiman. Kama ule hudhud alikuwa analia, Nabii Suleiman akaulizwa, huyu vipi? Anasema man la yarhamu la yurham, ambaye haonei huruma watu wengine naye haonewi huruma vile vile. Mwenyezi Mungu anamuonea huruma yule ambaye anaonea huruma viumbe wengine. Mwenyezi Mungu atupe taufiki na khair na baraka, tuweze kuishi katika tabia nzuri na maadili, na tuweze kunufaika na darasa tunazozipata. Wallahu waliyu tawfiq. Masawi wa sidquna da'awi أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا، والآل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع، فضلا وجود من نال باكتساب منا، للمصطفى الرسول نحظى بكل سهول، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه عداد طش السحب، والحمد لله في البدء والتناهي. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وقرابات لنا في ديننا، مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، اقض عنا ربنا كل ديون، قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر السوء أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى
الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح